Mark 11:23. If you have gotten it, say amen. Amen. If we can read together, 1, 2, 3, go. Amen. Mark 11:23. For truly I say to you, whoever says to this mountain, whoever does what? Whoever says to this mountain, be removed and be thrown into the sea, and does not doubt in his heart, but believes that what he has said will come to pass, he will have whatever he says. Amen. Amen. Tonight I'm about to unveil to you the power of a spoken word. That's the message the Lord gave me. He said, go and unveil to my people the power of a spoken word. Some of the people have been joking around with words. The Lord wants now to put you into a line where you will calculate your words. You will understand the power behind your words. Then you will use them carefully. Help me look at another neighbor. You have power to create. So use your words carefully. We may have our seat in the presence of God. I speak to you for just the next few minutes. Somebody here, you have been receiving messages of threat. You have been receiving messages of threat from an unknown number. The Lord says that game is over tonight. The Lord says that game is over tonight. Amen. Whoever was writing those messages, the Lord has dealt with the person. Amen. So relax. Don't throw out your SIM card. For truly I say to you, whoever says, whoever speaks, whoever opens his mouth and utter some words to that mountain and speak to that mountain, you tell it, go, remove yourself there and go and throw yourself into the sea. If you will not doubt what you have said, then it will happen exactly as you have said it. Amen. Why did Jesus say this? Jesus was on his way to Jerusalem. And as he was going to Jerusalem, he reached a place called Bethany. And when he reached Bethany, he decided to settle there for a night. And early in the morning, he woke up from Bethany, and the disciples were with him. And on his way coming, he saw a tree. And when he saw a tree, he felt in his heart that he needed a fruit from that tree. Yet, it was not the season for the tree. I'm not going to any revelation on that, because that is not my topic. If you want to understand better, you can go to the YouTube and look for the someone I taught some few years ago here about the conflict between trees. You will understand the revelations there. I'm not going there tonight. And the conflict between Jesus and the tree, Jesus knew it was not the season for the tree. Yet he looked at the tree and he desired a fruit from it. But he could not find any. So due to that disappointment, he spoke a word. He said, nobody will ever eat that fruit from you anymore. And they went. They reached Jerusalem. They finished the mission in Jerusalem. And when they were on their way back, together with the disciples, the following day, Peter saw that tree. And Peter remembered that that tree was green yesterday, but today, So Peter turned to Jesus and he said, what did you do? How come you
And whatever you said yesterday has come to be. And Jesus turned to them and he said, have faith. Some translations say, have faith in God. But when you read that word in Greek, what Jesus said, he said, have faith of God. What is faith of God? Faith of God is the faith that the Bible says in the book of Hebrews, that by faith we believe that the world was created out of a word. Faith of God is a creative faith. Hello. So you wonder, does God have faith? Yes, he has faith. Because by faith he did whatever he did. Why by faith? Because he spoke to things. As I was coming today with Klaus, I just felt something in my heart and I turned to him and asked him a question. Whenever I am with him, he's good in chemistry. He speaks like if he did well in, I don't know, from 3 or 4. So he will talk of sodium, manganese. He will talk of and I turned to him and I said, son, what is substance? And son, what did you tell me? Substances? Anything that can bring a solution. Hey, I say, son, it seems you are still remembering whatever you did in school. You deserve a promotion. So he said, anything that can bring a solution. What is solution? Solution is a final work, final touch, a reality out of a process. If substance is something that can bring a solution, it means substance is the existing solution but hidden somewhere. Because you cannot bring what you don't have. And the Bible says faith is the substance of what we hope for, which means faith is the solution of what we hope for. Hello? Can I talk to somebody tonight? Faith is the solution of what we hope for. It means when we start hoping for them, if we mix our hope with faith, we get what we are hoping for. Listen now. It is created before it manifests. And whatever you see in manifestation and you never saw it in creation, run away from it. It is not yours. You have to create it for you to see it in the manifestation. And how do we create it? We go back now to the faith of God. The faith of God was demonstrated by word. Hello? We don't create things in our minds and we sit on them. It is until we speak them that the time we put a seal on our creation. It is until they are uttered by our mouth that the time the world get to know that we are doing something. I came to tell somebody, it is until you speak that the time you get. It was a long formula to reach there. It is until you utter it out that the time you get it out. For example, number 1, we were not placed on earth. We were spoken in the earth. Hello? We were not placed in the earth, but we were spoken into the earth. God, the Father, spoke to them. Trinity. He said, let us. You are a result of our word. Let us make a man in our image, in our likeness, which means
You were spoken before you appeared. I'm just preparing somebody to understand the power of a spoken word. For God himself to take you into existence, he had to speak. He had to utter a word and say, let us make so and so in our image. That's the reason why, for Satan to destroy the creation, he had to speak. Because the power to build and the power to destroy is in the tongue. Hello? The Bible says in the book of Genesis, I'm just preparing you before I go to my topic. The Bible says in the book of Genesis 11 that they came together, all the men of the earth, and they said, let us build a tower. And when they spoke one language, they started building a tower that God in heaven said, if we don't do anything right now, no one will stop these people. They will achieve whatever they want. It means when you speak in the same language, you achieve together. The unachievable things are behind your tongue. It's until you speak the same language and you start achieving. Look at your neighbor. I only need you to agree with my language. For things to change, for BMI to change the world, for your life to transform everyone around you, you don't need weapons of mass destruction. You need your tongue. I say you need your tongue. When you speak, things appear. Things will happen when you start speaking. Hallelujah. Amen. So when they spoke together, they said, let us build. And God said, God did what? God said, he did not think. He said, let us go down and do what? Confuse their mind. Confuse their heart. No. Confuse their tongues. Because God knows anyone who wants to conquer you does not confuse your mind. He confuses your tongue. Anyone who wants to break you does not confuse your mind. As long as you still have control over your tongue, no one will ever know what is going on in your mind. I'm sorry. When my visitors from Congo went back, I decided to go back to who I am. You know, sometimes you come down to meet the others. Some people would say amen tomorrow. No problem. And when he confused their tongues, their work ended. What does that mean? Anyone who takes control over your tongue takes control over your work. Anyone who takes control over your words takes control over your progress. Because you are only the result of what you can say. God himself is a result of what he says. Because the Bible says he has exalted his word above all his names. What does that mean? What he says is more important than what he's called. When God looked at all the names that he has to call his own son, who represents himself, he called him a word. That is John chapter 1, verse 1. In the beginning, and the word was, and the word was, the word was with God, and the word was God. Which means the word is him. When you use your word carefully, you may find yourself using God. Oh my. I'm coming now. No. Acha turudie sasa kwa ulimwengu yetu. Yesu akaangalia mti akasema, hakuna mtu atawahi kula tunda kwako tena. Na akaenda. Pita kata
Akauliza, mbona ulisema hiyo neno na imefanyika? Yesu akamwambia, amini amini nawaambieni, ikiwa mtakuwa na imani ndogo tu, na yeyote atakaye uambia mlima huu uondoke ujitupe baharini, na asipokuwa na majuto moyoni mwake, mlima huo utaenda baharini. Sikiza nikwambie. Ninaposema hiyo ninajua ni mtu hapo kwa moyo wake anasema, Pastor, unaongea vitu vya kiroho. Mama mmoja akawa na shida ya nyumba yake, kwa sababu nyumba yake ilikuwa imefunikwa na mlima, na huo mlima ulikuwa hauruhusu jua kuingia kwa bedroom yake. Halo? Kwa hivyo kila kitu aliweka kwa bedroom yake ilikuwa inaharibika. Chochote angeliweka kwa bedroom yake ilikuwa inaharibika. Na huyo mama akaamua kufanya mafungo. Akaanza kuomba juu ya hiyo mlima. Anaamuka anaenda anaambia pastor, nataka uungane na mimi kwa maombi. Kwa sababu Biblia inasema yeyote atakayeambia mlima huo uondoke ukitupe baharini, utaondoka. Anaamuka kila asubuhi anaangalia huo mlima umefunika bedroom yake, anasema mlima anakuamuru uende ukitupe baharini. Mchungaji akamwambia, mama, una shida. Mlima ambao umeongelewa ni wa kiroho, sio huo mlima mama. Kama unaona huo mlima unakusumbua, hama. Huyo mama akasema, sina mpango ya kuhama, napenda kwangu, lakini sipendi mlima. Na kila mara alikuwa anaamka asubuhi anasema mlima anakuamuru uende ujitupe baharini. Lakini na wewe, huo mlima unaenda wapi? Na kila mwenye angeinterpret maombi ya huyo mama, aliona maombi ya huyo mama hajaelewa neno. Shida ambayo tunao ni kwamba tunataka watu waelewe neno vile tunaielewa, kumbe sio neno letu, ni neno la Mungu. Ni Mungu ndiye anaelewa vile wewe unavyoelewa. Haijalishi ngazi ya wewe kuelewa neno, Mungu anaelewa vile wewe unaelewa neno, sio vile mimi nataka uelewe neno. Huyo mama ngazi yake ya kuelewa neno ilikuwa hiyo. Hakutaka kingine. Na alipoendelea kuongea na mlima, asubuhi moja mchungaji akaona tractors zinakuja na zingine machines nyingi na zinaanza kuingia kwa mlima. Huyo mchungaji akajiuliza ni nini inaendelea. Alipokuja kuuliza, akaambiwa kuna mining process inaanza kufanywa hapo, kwa sababu wamegundua huko chini kuna mambo mengi sana ambayo wanafaa kutoa ndani ya huo mlima. Kwa hivyo wameamua kuukata huo mlima. Wameamua kuukata huo mlima ili kwamba waweze kufikia kenye wanatafuta. Mchungaji akaambia yule mama, wameamua kukata huo mlima. Mama akamwambia, hizo vitu zenye ziko hapo hazikuwepo hapo, zimekuja ili kwamba chumba changu, zimekuja ili kwamba chumba changu kipate jua. Mimi sijui kama watatoa nini hapo ama hawatatoa nini hapo. Mimi niliongea tu na mlima na nisheti mlima usikie. Akaambia mchungaji, kutoka leo lesson ya imani utajifunza kwangu. Baada jirani yako hivyo mwambie, amuka kwa imani, ongea kwa imani, mambo yatafanyika kwa imani. Kama naongea na mtu apatia Bwana makofi mazuri, ambaye anaamini ataongea kwa imani. Mlima ukaondolewa, jua ikafika. Mama hakutaka kujua wanatoa dhahabu ama wanatoa nini, hakutaka kujifunza hiyo. Hitaji yake ilikuwa tu moja, mlima ondoka na mimi nipate nini? Natangaza chochote utakachokisema, either physical or spiritual, kitakuja kwako kwa jina la Yesu. I declare it will come on your way. Oh. Amen. I said it will come to you in Jesus' name. So Yesu wakati alikuwa anaongea, hakuwa anaongea mambo ya kiroho peke yake. Alikuwa anaongea na mtu ambao ulikuwa real. Alikuwa anaongea na watu ambao walikuwa real. Kwa nini? Kwa sababu imani tu ndio hufanya maneno ya vinywa vyetu. Inatoa vitu katika ulimwengu usioonekana, inavileta katika ulimwengu unaoonekana. Na tunapotumia imani kwa ulimi wetu, tunafanya mambo ambayo wengine wote hawawezi kutarajia. Sikiza nikupatie mfano. Kwa nini nimekwambia kwa neno ndio dunia iliumbwa? Si ni ukweli? Wanasema hiyo tu. Nimekwambia kwa neno
ndio Adamu na Hawa wakafanya. Nimekwambia ni kwa neno Maria akapata mimba. The angel never came and said, Mary, you see God has sick, go and know so and so and so. Nimetumwa kwako, umejaliwa neema, Bwana ni wewe, utapata mimba. Hiyo inatosha. Kwa nini? Kwa neno. Mary akapata nini? Mimba. Kwa neno Abrahamu na Sara wakapata Isaka. Kwa nini? Mwakani tutakaporudi hivi utakuwa na mtoto. Hiyo inatosha. Kwa neno Elisha akamwambia mwanamke Mshunami, mwaka ujao siku kama na hii utakuwa na kijana. Sema kwa neno. Sema kwa neno. Kwa neno tu. Mtu aliyeteseka miaka 38 akaambiwa shika godoro yako na uende. Kwa neno. Sema kwa neno. Hiyo neno yenye wewe unacheza nayo. Hiyo neno wenyewe wewe unachukua later. Hiyo neno yenye after saying it every day unafaa kusema, oh sorry, I was kidding. Because you have never been serious even with your own life. Everything around you ukisema unasema, oh nilikuwa naenjoy. Watu wakashangaa, siku moja wanasafiri kwa maji, zoruba ikawa nyingi, wakamwamsha Yesu. Yesu alipoamka akaangalia hivi, Biblia inasema akasema, akazungumza na bahari, akaambia bahari, zoruba fanya nini? Tulia. Zoruba fanya nini? Tulia. Kwa neno maji yakafanya nini? Hey. Yesu alikuja anaambia rafiki yako Lazaro ni mgonjwa. Akafanya. Alipoambia rafiki yako Lazaro ni mgonjwa, akasema ugonjwa huo sio wa mauti, bali ni utukufu wa Mungu. Lazaro akaishi. Kwa nini? Kwa neno. Hata wakati kifo kilimchukua, hakutumia ingine kitu. Hakwenda huko akaanza kuvuta Lazaro. Lazaro kuja leo utaki leo utatoka huko leo. Peshi simfunji. Hakuvuta Lazaro kwa mkono. Alijua ya kwamba nilianza na nini? Na neno. Nitamaliza na nini? Na neno. Wewe una shida kwa sababu unaanza na neno, unamaliza na machozi. Na amuru hii mguu iache kuniuma. Kisha nasikia naanza kataa hata kushika chini. Daktari, ni kama hizo dawa zimeniandikia hazifanyi kazi. Unaanza kwa neno, unamaliza kwa vituko. Ninatangaza leo hii kichwa haitaumiza tena. Asubuhi nasikia. Nisaidie na pana leo. Ndio tena nakwambia na mimi sio wewe. Lakini unajijua. Yesu akafika kwa mtu anaitwa Jairo. Na alipofika kwa Jairo, hakushika mstari akamwambia, akamwangalia akasema, taarifa 10, maana yake kijana na kuamuru amka. Kwa nini? Kwa neno. Yesu akakutana na maiti ya mama mjane wa Naini. Na alipokutana na maiti ya mama mjane wa Naini, Yesu akafanya nini? Akasimama, akamwangalia, akamwambia kijana, amka. Kwani kuna nguvu gani kwa neno ambayo wewe unacheza nayo kila siku? Mnasema huyu ni Yesu. Wewe unataka neno ya Yesu. Neno ya Yesu ni neno ya Mungu. Usicheze na neno ya Yesu. Mtu anaitwa Petro, anaenda yeye na Yohana. Yeye na Yohana wanaenda wapi? Hekaluni. Mahali wanaenda hekaluni, Jerusalem
7 ziko wazi, moja imefungwa. Hiyo ambayo imefungwa inaitwa Golden Gate. Nilifika jaribu kuiangalia wakati nilikuwa Jerusalem, nikaiona, wakaniambia hii mlango imefungwa kwa sababu Biblia inasema ni Yesu Kristo tu ndiye atakuja kuifungua. Kwa sababu atakapokuja atafika juu ya mlima wa Mizeituni. Ukitaka kuelewa mengi zaidi, kumbuka Novemba tunaanza eschatolojia, si ndio? Mengi utaelewa kwa eschatolojia. Atakuja anafika kwa mlima wa Mizeituni. Hapo kwa mlima wa Mizeituni, hapo ndipo kuna hoteli ambayo nilikuwa nikikaa ndani. Alafu unatoka kwa mlima wa Mizeituni unashuka chini tu, alafu Golden Gate iko mbele yako. Ni yeye ataifungua. Lakini milango mingine yote 7 yanafunguliwa. Na mmoja wa milango hiyo inaitwa mlango mzuri. Hello? Beautiful gate. Lakini unakaa kwa mlango mzuri, lakini wewe mwenyewe una magumu. Na wewe ndio unakaa kwa mlango mzuri na ana magumu. Na shida ilikuwa ni nini? Ni kwamba hangeweza kutembea. Na watu wote waliopita hapo, alipowaomba walimpea pesa. Hawakujua ya kwamba huyu ndugu kwa maisha yake pesa hazihitajiki kama neno. Sema neno. Sema neno. Angalia jana mwambie, pesa ni nzuri, lakini neno ni nzuri zaidi. Kuna mtu hapa yuko na shida kwa sababu ukimwambia tu neno anaenda na kulaani. Pastor, mimi niko na magumu, wamenifungia nyumba. Wanda Mungu anakusaidia, nyumba yako inafunguliwa. Omba wewe. Omba wewe. Omba. Wengine wanawalipiaga mimi na niacha Mungu. Kwa sababu tunataka tu watupatie vitu kidogo. Ijapokuwa hakuna kitu kubwa duniani kama neno. Halo? Unachokihitaji kwa maisha yako sio pesa, ni neno. Nasema ni neno. Nasema ni neno. Mungu akupe neema ukutane na mtu ambaye amebeba neno lako. Mungu anipe neema jioni ya leo niwe na neno lako juu ya kichwa changu. Sikiza nikwambie siri. Usiingie kanisa mahali tu unasikia unaingia. Wewe unajua pastor sana anaongea vizuri. Usikuje kwa sababu naongea vizuri. Ni sharti uje kwa sababu neno ya kinywa changu inafanya kitu kwa maisha yako. Ninapoongea kuna kitu inafanyika. Kama hakuna kitu jiulize. Hello? You know, we are not in the business of looking for members. We are in the business of preaching the gospel. Kwa hivyo inafaa ukutane siku maisha yako ya kiroho ninakutana na mwenye anabeba neno yako, maisha yako yanabadilika. Naomba hiyo siku iwe ni leo. Nasema hiyo siku iwe ni leo. Nasema hiyo siku iwe ni leo. Kila kitu nitakiri juu ya maisha yako natangaza kifanyike kwa jina la Yesu. Kila kitu nitanena juu ya maisha yako natangaza mbingu ikifanye kwa jina la Yesu. Kama na mimi nasema haleluya. Petro anafika kwa mlango mzuri akisimama. Halo. Walikuwa watu wangapi? Petro na Yohana. Lakini walipofika, sikiza nikwambie, Petro alikuwa mjuaji sana. Kiherehere. Petro yuko na Yohana wanafika hivi. Alafu huyo nani? Huyo mlemavu anaomba. Akiomba, Petro anajua yuko na Yohana, alafu anamwambia tutazame. Sana watazama. Kisha Petro anatoa Yohana kwa business. Petro anasema fedha sina, sio hatuna. Fedha sina. Dhahabu sina. Bali nilicho nacho. Kama ingekuwa ni Yohana anamwambia Petro, tuko mimi na wewe. Si aibu ndogo uache. Sema tulicho nacho. The Bible says, silver I don't have, and gold I don't have, but what I have. Say what we have. Petro, unanitoa tu kwa hii business. Why did Petro do that? Because Petro knew what I'm about to use is not the word of John. It's my word. I don't need John to join me. You don't need your neighbors to agree with you to see result. You need your mouth to agree with your heart.
Can I talk to somebody? You don't need everybody around you to agree with you for result to come. You just need your mouth to agree with your heart, and you see result. I declare tonight, the combination of your words and your faith will bring out things. Unasikia Waswahili wanasema bali tulicho nacho ndicho tutakupa. No, the Bible says what I have. What I have. Nilicho nacho. Manake haiko sote. Kuna wakati unatoa watu wote kwa dini ili kwamba udini na ishu yako, kwa sababu mahali inaumia hawajui. Kwa nini Petro alimwambia fedha hatuna, dhahabu hatuna, bali tulicho nacho? Ijapokuwa toka kitabu cha Matendo ya Mitume sura 2, Biblia inasema walikuwa wameanza kutoa kila mtu vitu vyake. Walikuwa wameanza kuleta. Maana yake Petro hakuwa broke. Petro alikuwa na kitu ya kupeana. Lakini Petro aligundua kitu moja, ya kwamba huyu ndugu amepewa hivi vitu sana, hata nimpe kitu ambacho hakuna mwingine atampea. Ndio akamwambia fedha hatuna. Maana yake ngazi ya fedha tumeshatoka. Silver level, we are no longer there. Gold. After silver, this is how it is arranged. It is bronze, then silver, then gold. So he said, silver, it not even start with bronze. He said, silver we don't have. I'm no longer operating on that level. Gold, forget about it. What I have, I'm giving you. It means a word is stronger than silver and gold. It means a spoken word is more stronger than silver and gold combined together. So akamwambia fedha hatuna, dhahabu hatuna, lakini nilicho nacho nakupa. Kwa jina la Yesu fanya nini? Hapo ndio unajua mlemavu wa ukweli. Simama papa, ukinitoa hapa nitaanza kazi gani siku hizi? Hapo ndio watu wengi wanakuliaga, niache tu. Wewe kama utanipea pia. Kuna mhubiri aliandaa crusade. Na Mungu alikuwa anamwambia atafanya miujiza ya maajabu sana. Na akaipanga ya siku 7. Siku ya kwanza wakaleta walemavu kwa makonteina. Akaomba, hakuna mwenye alipona. Siku ya pili hakuna. Siku ya 7 hakuna. Akarudi akaambia Mungu nilidanganya au niaibisha? Mungu akamwambia sio wewe ndio shida. Kabla umalize mkutano uliza wale watu walikuja fanya nini? Akauliza mnataka nini? Chakula baba, chakula. Mhubiri amengangana na jasho. Walemavu watembee. Hakuna mtu anataka kutembea. Baba chakula tu baba. Ukitupea tu chakula baba. Hello? A spoken word is more powerful than silver and gold. Neno inayotangazwa juu yako ina nguvu kuliko pesa unazozipewa. Neno inayokiriwa juu ya maisha yako inaweza. Ukipata mtu ambaye anaweza wakukiri neno juu ya maisha yako, umepata suluhisho ya kila kenye unatafutaka, kwa sababu mtu ni neno. Wewe ni neno. Sijasema wewe ni meno, nimesema wewe ni neno. Now, why do we speak a lot but we don't see result? Or let me put it this way. Why do we pray a lot and we don't see result? It's this way. Hear me clear. The Bible says in the book of Revelation 1:6, Biblia inasema, fungua hiyo Ufunuo 1:6 ili kwamba tuelewe. Unajua shida ya Kiswahili ilikuwa translated baada ya lugha nyingi, lakini mtaenda tu mnaelewa.
Inasema je baba? Ufunuo 1:6. Inasema na kutufanya kuwa ufalme wa makuhani kwa Mungu na baba yake kwa yeye utukufu na uweza hata milele. Inatosha. Biblia ukisoma hiyo neno kwa Kigiriki inasema na akatufanya kuwa wafalme na makuhani katika Kristo. Sio kuwa ufalme wa makuhani, lakini kuwa wafalme na makuhani. Inamaanisha nini? Majibu yetu haipatikani sana kwa sababu tunatumia ukuhani zaidi, lakini hatutumii ufalme zaidi. Ijapokuwa hatukufanywa makuhani peke yake, tulifanywa makuhani na tukafanywa wafalme. Sasa nataka uelewe mahali ninakupeleka. Najua wengine wanashindwa sasa, hiyo unataka kutuambia nini atuelewe hata mahali unaelekea. Kuhani kazi yake ni kuzungumza na Mungu. Kwa hivyo watu wengi wanajua kuzungumza na Mungu. Hata saa hizi tutakapoanza kuomba tutazungumza na Mungu. Lakini kuna kitu moja kubwa ukosa. Baada ya kuzungumza na Mungu, hatukufanywa makuhani peke yake. Pia tulifanywa kuwa wafalme. Kazi ya mfalme sio kuzungumza na Mungu, lakini ni kutoa amri. Sasa shida ni kwamba hata wakati maombi yetu yamejibiwa, sisi wenyewe tunashindwa kutoa amri. Inakubidi baada ya kuomba na kufunga kila kitu katika anga, usisahau kufungua. Kwa sababu ukifunga umaskini, maana yake inabidi sasa ufungue utajiri. Utaelewa kesho. Shida tunao ni kwamba tunaomba sana, lakini hatuneni sana na magumu yetu. Tunaomba sana, lakini hatuzungumzi na situations zenye tuko ndani. Kutoka leo nimetumwa nikwambie, anza kunena na kinye unapitia. Kwa sababu ukimaliza kuongea na Mungu, kazi ya Mungu ni kukupea nguvu, na wewe sasa ukinena na magumu yako yanatii, kwa sababu nguvu umeishapata kwa maombi. Maombi ni njia ya Mungu kukujaza nguvu, na maneno ya kinywa chako ni njia ya kutranslate nguvu hizo kwa magumu unayo, ili kwamba magumu yashuke kwa magoti. Kama naongea na mtu hapa, sema nitanena leo. Kama naongea na mtu, sema nitazungumza leo. Patia huyu Bwana makofi mazuri kama unanielewa. Ametufanya kuwa wafalme na makuhani. Kwa hivyo kama makuhani tutaomba, na kama wafalme tutatangaza. Haleluya. Ukitumia zote mbili, hakuna mlima itasimama mbele yako. Kwa sababu ukimaliza kuomba, kumbuka umemuomba Mungu, alafu geukia kenye kinakuzunguka, nena nacho. Halo, nena nacho. Kina masikio ya kusikia. Kiambie, nguvu nimepewa na mamlaka na kuamuru hii territory sio yako. Toka! Tunaoga ya kufesi magumu yetu. Tunaweza tukwenda mbele ya Mungu na bila Mungu nikumbuke, Mungu nionee huruma. Amen. Mungu hakuji. Nena na situation yako. Wangapi wanasema nitanena usiku wa leo? Sijui ni situation gani hiyo. Utanena nao usiku wa leo kwa jina la Yesu. It means beyond praying, we must speak. Because the work of a priest is to speak to God, but the work of a king is to decree things. And you have to understand this. Unafaa kuelewa hii. Kuna tofauti katikati ya mfalme na president. Ili kwamba president sheria yake ipite, inabidi irudishwe kwanza kwa bunge, ili kwamba ifanywe mswada, na baada ya kufanywa mswada, irudishwe sasa ikubalike, ama ipelekwe mahali itapelekwa. Na bunge kikaa ngumu, kama haana majority, hiyo inaanguka. Na ndio kwa maana unasikia kuna wakati bunge inaweza kufanya uamuzi na inatikisa mfalme na president, sio mfalme.
Mfalme hana bunge. Mfalme anaamua nani ataishi na nani atakufa. Mfalme, siku moja Reinhard Bonk alikuwa na mkutano mahali inaitwa Morocco. Na mkutano ulikuwa umepangwa kila kitu. Alafu asubuhi 5 mke wa mfalme wa Morocco anaitwa King Mohammed akapata mtoto. Wakasema hivi, mtoto amezaliwa kwa nyumba ya ufalme, leo ni public holiday. Hakuna mtu atatoka. Kila mtu atakaa nyumbani. Hapo ujaribu tu kusema president amepata mtoto. Akae naye. Kama mtoto wako. Kwa nini sisi ndio tulipata mtoto? Kwa nini sisi tunapata nani anatupatia holiday? Aende aombe kule nani? Kama ndio paternity leave. Kwa sababu ni president, lakini mfalme akisema, mfalme ndio akikohoa. Halo? Mfalme akipita, watu huenda chini kwa magoti. Kwa sababu mfalme anapita. Angalia jirani yako mwambie, unaongea kama mwanasiasa. Anza kuongea kama mfalme. Mungu, mimi siko tena nakuelewa siku hizi. Mungu, unaona sasa mimi, by the way, kama tutanikumbuka nikumbuke, na kama utanikumbuka uniambie. Mwanasiasa. After this service, you will speak like a king. I say you will speak like a king. I say you will make decrees like a king. Oh. Mfalme akiongea, kila mtu anasikiza. Na mfalme akimaliza kuongea, hakuna wa kuuliza swali. Biblia inatuita sisi ni wabunge. Biblia inatuita sisi ni wafalme. Kwa hivyo baada ya hii siku ya leo, maneno ya kinywa yako yarudishiwe nguvu. Nasema maneno ya mdomo yako yarudishiwe nguvu. Sisi nikwambia sasa mahali mambo yanaharibikia. Siku ya mwisho ya dunia, hukumu yako ama kutetewa kwako hakutatokana na mambo mbili. Kutatokana na maneno ulisemaka. Jambo nilisomea wasikuja kusema ni Biblia yangu nilisema Matthew 12. Matthew 12. From 34 to 37. Matthew 12. From that 34, what the word of the Lord says. You are a bunch of evil snakes. So how can you say anything good? Nyinyi ni kizazi cha nyoka, viper. Mnawezaje kuongea maneno mazuri kweli? Maana yake inamaanisha tunaongeaga vile vinafanana kwa tumetokea. Sisi ni reflection ya kizazi chetu. Sasa, how can we say good things yet we are vipers? Go on. Your words show what is in your heart. Out of abundance of your heart, your mouth speaketh. Good people bring good things out of their hearts. Watu wazuri unena maneno mazuri kwa sababu ndio yako kwa moyo wao. But evil people bring evil things out of. Na watu wabaya unena maneno mabaya kwa sababu ndio yenye yanatoka kwa moyo wao. I promise you that on the day of judgment, ninawahakikishia kwamba siku ya hukumu, everyone will have to account for every. Kila mtu atajitetea kufuatana na kile alisemaga. For every careless word they have spoken. On that day they will be told that they are either innocent or guilty because of the things they have said. Inatosha. Your innocency will be determined by what you said. Keep on saying, I was kidding. I was joking. You cannot take it serious. Ngojea siku utakutana na shetani. Ndio utajua ya kwamba
We never took it serious, but it's someone somewhere took it serious. Not only that, your life depends on your words. You are being what you are today. You being the way you are. Being alive today. Guy, it depends with your words. Inamaanisha wewe ukitaka kuishi unasema, na ukitaka kudedi unasema. Hiyo ni Proverbs 18:21. It says, death and life is in the power of your tongue, and those who love it will eat its fruit. Kifo na uzima kiko katika mbovu ya ulimi, na yule ambaye anapenda ulimi anakulaga matunda yake. Maana yake mwenye anapenda kutumia ulimi vibaya inamuuaga, na mwenye anapenda kuitumia vizuri inampeaga maisha. Angalia mwenzako, muulize, utaishi kweli? Wewe ukiamka tu asubuhi, hii mgongo ndio itaniuaga vile nasikia. Ole sasa ujiangalie kwa mira. Habari yako mroki. Tu mama mtu anajiangalia kwa nini? Haijafura, hivyo ndio unakuwaka. Utajiua bro. Usitafutie urembo kwa mira yenye haiko kwa uso. Unataka mira kudanganya? Mira kwa kiasi ni Axon unakuwa sasa, Axon unakuwa na nywele nyeusi. Kama ni kibogoyo ni kibogoyo. Create tu style ya kuongea. Ni sawa, wewe ni kibogoyo. Usitafute mire kuonyesha vingine. Na ujipende vile. Halo? Kama kuna macho kubwa hivi, usitaki hata ionekane ndogo, ni kubwa. Inamaanisha uko na maono. Unaona mbaya? Sina kweli. Ukiwa na kichwa kubwa wewe ni kichwa cha habari. Tosheka. Watu watakuwa wanakuongea kila mahali. Your words affect your environment. Never want to have an environment which is superb and you speak evil. Usitamani kuwa na environment yenye iko sawa, kila kitu ni kama malaika wanatembea na unaongeaga hovyo. Kinyo unaongeaga ndio kita affect the environment you are in. Hello? A scientist did a research, akapanda nyanya sehemu mbili tofauti, kwa greenhouse mbili tofauti. Alafu moja akaiwekea a very nice motivational speech. Inakuwa inapiga kila asubuhi. Nyingine akaiwekea yenye matusi tu. This was proven. You can Google it. And after some time, hiyo yenye aliwekea motivational speech ikanawiri, lakini hii ya matusi ikakauka. Alafu akajiuliza, ikiwa maneno inaweza kukausha nyanya, moyo wako ni aje? If negative words haziruhusu nyanya kukomaa. Kuna watu mioyo yao imeshakauka
na ikakauka ikawa ngumu, na wala sijasema KDF, ngumu sana, ngumu kabisa. Why? Kwa sababu wamekausha maisha yao na maneno mabaya, wamelaani environment yao kila asubuhi. Na unasikia mtu anasema nimeroga. Haujaroga, umejiroga. Unasikia mtu anasema nimeonewa. Haujaonewa, umejionea. Maneno ya kinywa chako ni sumu kwa environment yako. Biblia inasema kwa kitabu cha James 3:5-6 that ulimi ni kitu kidogo, lakini ni kama moto ndogo ambayo ukiiweka kwa msitu unaungua. Kwa hivyo surroundings yako, ukiweka ulimi wako vile unaitumiaga, unaua vitu. Kuna hata mtu mwenye iko hapa anajipanga yule tena ataua vitu karibu yake. Naomba baada ya siku ya leo utatumia ulimi wako vizuri. Nasema baada ya siku ya leo maneno ya kinywa chako yatakuwa maneno ya kujenga tu. Nasema yatakuwa maneno ya kujenga tu. Relationship zimevunjika si kwa sababu watu sio warembo, lakini watu ni warembo, ulimi nyoka. Unaona kadada anajipatiwa vizuri, acha kaongee. Unashiba hakuna mtu anatafuta kuoa msichana mwenye atakuwa anamsumbua usiku mzima. Tulikosana mimi na wewe asubuhi, inafika saa 10 mbele unaongea. No. I'm clearing my heart. You're clearing a dirty heart. Mimi ndio napenda kuosha roho iliozana kitambo. I must be myself. You'll be yourself and you remember yourself. I cannot compromise. I must stand on my word. Stand on them. You live with them. They will marry you. Your what? Ukikuuliza nini unaongea? I have to speak. That's how I feel good. Wanakwambia mimi nakuwa nakufilisha tu. Hata kazini. Halo? Mimi najua jamaa mwenye tulifanyishaga interview mahali. Tukatoka kwa interview vitu inauma. Kumuuliza tu swali hivi. Guys, I will blow your mind. Let me show you something. Nikaona mdosi anaanza la. You guys will decide if you need him or not. Why? Because you don't know where to say, where to keep quiet, what to say and what not to say. Kila kitu inakwenda kwako unasema. Na ujue ya kwamba kila kenye utasema kita affect maisha yako. Either utake ama usitake, kila kenye ulimi wako itasema kita affect maisha yako. Shida ya ulimi ni nini? Niliwaambia ulimi ni kama risasi. Hello? Huwezi kusema aseme Pastor, what's up? No, I was joking. Walikuambia risasi kwa sababu uliachilia kijoka. Kwa hivyo haitaua. Either you joke or not, it will kill. That's how your tongue is. Either you spoke jokingly, you said it when you are not serious, it will have some effect wherever you have sent it. So today God sent me to tell you, use your tongue well because it has power. Usiku wa leo tutatumia ulimi wetu kubomoa kila ngao iliyojengwa juu ya maisha yetu, kubomoa kila nguvu zilizotengenezwa juu ya njia zetu, kubomoa kila mamlaka iliyotawala familia zetu. Kama unanisikia sema niko tayari. Usiku wa leo tutatumia ulimi kwa nguvu kwa sababu ulimi ina uwezo wake. Kama unanisikia sema amen. Sasa mchango ni kwamba hakunaga uchawi. Uchawi ni ulimi. Halo? Ukisikia sema waliroga mtu, sio hiyo vitu wanamwaga kwa mlango yako ndio urogi.
ni maneno wanasema juu ya venye wanamwaga, ndio urogi. Mtu anasema kumbe sikuwa na beke ningenifanyikiaga kwa maisha. Hujarogwa kwa sababu uliwekewa vitu njiani. Umerogwa kwa sababu aliyeweka vitu njiani alinena vitu juu ya Kenya niweka. Halo. Wachawi hutumia ulimi. Na ndio kwa maana watumishi wa Mungu hutumia ulimi. Kwa sababu kwa ulimi wakikuroga, kwa ulimi unafunguliwa. Amen. Oh. Pia kwa ulimi ndio wanabariki na kwa ulimi ndio pia wanalaani. Kwa hivyo kila laana waliotangaza juu yako leo tunaivunja kwa ulimi. Nasema kila laana iliyokiriwa juu ya maisha yako kwa uwezo niliopewa na Mungu naivunja juu ya maisha yako. Biblia inasema hivyo kwa kitabu cha James 3:9 ya kwamba with the tongue we bless and with the tongue we curse. Kwa ulimi tunabariki, kwa ulimi tunalaani. Ninasimama kama nabii wa Mungu. Natangaza kila laana iliyotangazwa juu yako haitatoka hapa leo. Nasema haitatoka kwa haya madhabahu leo. Inavunjika kwa jina la Yesu. Shida ni moja. Tunatafuta kuvunja laana zilizosemwa juu yako. Na wewe mwenyewe tena utajilaani kesho. Ushauri unauliza mtu kwa ajili rafiki yangu anakwambia nitabaki hivi. Lakini ukimwangalia vile atabaki. Mtu kiatu nakaa hivi anakwambia nitabaki hivi. Mungu abadilishe maneno ya dunia yetu. Tabaki hadi hivyo huko jamani. Mbona ukafao? Now I'm taking you to some few things for you to understand. Daudi akapigana na mtoto wake anaitwa Absalom. Daudi alikuwa anataka vita na Absalom. Absalom amemwaga baba yake, akaenda akafanya conspiracy na watu ambao alikuwa anajua ni marafiki ya baba yake, akaja na nguvu akapiganisha baba yake. Baba yake alipokimbia, mshauri mkuu wa baba yake ambaye alikuwa anamshauri baba yake akamshauri Absalom akamwambia ili kwamba ushtue watu wajue ya kwamba kweli umechukua mji. Mtu akichukua mji anachukua mke wa mtu. Maana yake mtu akikunyang'anya mke anakunyang'anya mke. Wende uchukue wale wake wa baba yako. Walikuwa 10, uzini na wao. Absalom akaenda ka execute. Inamaanisha shauri ya huyo ndugu ikawa na nguvu. Daudi amekimbia. Lakini Absalom anafanya vituko huko. Daudi akashindwa, nitawezaje kwa sababu wanaopatia Absalom shauri wananijua zaidi. Nitafanyaje? Ili kwamba nishinde Absalom, ikabidi Daudi atume mmoja wa watu wake wa karibu. Ukitaka kuelewa hiyo habari, utaipata kwa kitabu cha Samueli wa pili 16. Daudi akatuma 2 Samuel 16. Daudi akatuma one of his confidants, urudi huko kwa Absalom ili kwamba unisaidie huo unamuelezea maneno ya uongo. Inamaanisha wakati atatafuta shauri, umshaurie uongo ili kwamba kupitia wewe atafanya mistake. Inamaanisha nini? Wewe utashindwa kwa sababu ya kile kenye unaambiwa. Maneno ndio ina uwezo ya kukupatia kushinda ama kushindwa. Kinachosemwa kina uwezo ya kupeana ushindi ama kushindwa. Na aliporudi huko akamdanganya Absalomu mpaka Absalomu akaanguka. Kwa hivyo inamaanisha ni maneno yilifanya Daudi ashinde Absalomu. Mungu akupe neema usiwe ukiongea mahali hufai kuongea. Mungu akupe neema pia usiwe unanyamaza mahali unafaa kuongea. I read this somewhere and I felt it has really touched my mind and my attracted my attention. Somebody wrote somewhere and he said, stick and stones may break bones, but words
can crush a spirit, assassinate a character, and destroy a relationship. So heri unipige kwa mawe na kwa fimbo, lakini usinipige na maneno, kwa sababu ukinitupia neno ina nguvu kuliko mawe na fimbo. Then I came to realize in the Bible, do you know why David conquered Goliath? Na unajua kwa nini Daudi alishinda Goliath? Sema kwa maneno. Sema kwa maneno. Jiwe ilikuwa ya kumalizia, lakini kilichoshinda Goliath ni maneno. Kwa sababu Goliath alijua ya kwamba muda wa siku 40 kila asubuhi alikuwa akifanya nini? Akitukana Waisraeli. Maana yake silaha ya Goliath kubwa haikuwa ngao na kingao na vitu aliyokuwa akivaa, ilikuwa ni ulimi. Kila asubuhi aliamka na waambia, chagueni kati yenu mtu mmoja ambaye unaona atapigana na mimi, na wote wanapata terrified. Do you know why your enemies have conquered you? Because when they speak, you run away. After this service, you will speak to your problems. I say you will speak to your problems. I say you will answer them back. Oh. I say you will answer them back. Nasema utawajibu kwa jina la Yesu. Natoka Nairobi nakutana na mtiamu mmoja ananiambia, that was 209. Ananiambia eti, wewe unakuja na hauniletei kitu. Nikamwangalia kwa listi ya wale wenye ninakumbukaga hata tukukumbuka. Hayuko mmoja wao. Kama wenye ninakumbukaga sitawaletea kitu, wewe nikuletee nini? Akaniambia hata nilaani. Nikamwambia usinilaani kwa kuongea, hata uvue nguo. Akaenda kaambia baba, action mkosa adabu. Nimemwambia hivi, akaniambia baba, bado muongeleshe nini? Unajua kama unajibiana hivi? Why? Because one thing in my life, I will never allow your words to go unanswered. You speak to me, I answer back. I may not answer you in the face, but I know how to answer. Natangaza leo utajibu kila mwenye ameshaongea kwa maisha yako. Nasema leo utajibu kila neno yenyewe imeshasema kwa maisha yako. Angalia tena hapo, mwambie leo utajibu. Umeweka uso ya kukao kama unataka kulia, leo utalia, leo utaongea leo. Unajua kuna watu tu wanakuwa niko na watu tu mwambie naanza kulia. Leo utalia leo, unalia na kuchapa. Leo utaongea leo. Biblia inasema wakati Goliath aliona nani? Aliona Daudi. Biblia inasema akaanza kumlaani kwa miungu ya kwao. Maana yake Goliath alijua ushindi iko katika nikiweza kumlaani ninamshinda. Hello? Mtu mmoja kaniambia atanilipa pesa nimsaidie tu kitu moja. Nilaani mtu fulani kwa sababu tulikuwa na damu moja. Najiuliza mimi tu ni mlaani nisaidie tu. Ndio nikaanza kuelewa kumbe maneno ina nguvu. Goliath akaanza kulaani Daudi, akamwambia wewe mwili wako ndio nitapatia ndege wapori na nyama wapori waikule. Daudi ndio akamwambia wewe unanijia kwa upanga mkuki, lakini mimi nakujia kwa jina. Kichwa chako leo takikata. Manake ni word against. Ushindi wa Daudi haukukuja kwa kufanya kombeo hivi, ulikuja kwa kupinga laana ya maneno. Natangaza leo Mungu akupe nguvu ulimi wako uvunje kila laana iliyotajwa juu yako. Iteketeze kila maneno iliyosema juu ya maisha yako. Kila yeyote aliyechawika juu yako, natangaza nguvu za Roho Mtakatifu zitumie ulimi wako leo kuvunja maneno yaliyoongewa kwako. Halo? Mchawi tu. Mchawi. Anaamuka kwa nini anazunguka kwako? Utakufa. Na wewe amuka mfuate nyuma. Wewe utakufa mbele yangu. Wewe utakufa
kwanza. Halo. Tumisho Mungu anaitwa Idahosa. Anaamuka asubuhi moja anakuta kwa mlango yake. Mke wake anafungua mlango, anakuta kwa mlango kuna nyungu, unajua nyungu ambayo iko kwa mlango na ina vitu ndani. Mke wake anajua tuko jina la Yesu. Mmoja anakuja anamuuliza nini? Anambia hauna kitu hapa. Akiangalia hivi, wameandika hapo, leo ni siku yenu ya kufa. Akaambia mke wake, hii ndio nashauri. Mwenye alileta hii kama angelikuwa anajiamini, mbona hakubaki? Mbona aliacha kaenda? Kaambia ngoja utajua ni nani. Akainyangua. Akasema ninapoigusa hii, mke kama ni mume, mke wake anakufa. Kama ni mke, mume wake anakufa. Alipoigusa, wa neighbor wanaanza shout. Akanyangua. Akasema nitakapoiachilia chini, watoto wake wanakufa. Na nitakapoifagia, yeye mwenyewe anakufa. Akaachilia mtoto wa kwanza akafariki. Akasema leta kifagio, mzee akakuja anakimbia. Usiniue baba, usiniue baba, usiniue baba, usiniue baba. Life. Akamwambia leta nini hapa? Hiyo ujinga yako unaleta unakuja kufanya nini? Sasa umepoteza mke na mtoto. Overspoken word. Hello. Nikiwa na salama ninajiandaa kwenda Kongo, na niwaambia siku nyingine wengine hapa. Niko Kampala. Mnajua salama. Amenipokea hoteli, nataka kupumzika. Vituko vinafanyika. Chukua kwa room sasa. Naona moshi inaanza kuingia kwa room ya hoteli. Hoteli nzuri sana. 5 star. Naona moshi inaingia kwa room. Mama kijana, angalia nini hiyo? Ninataka nilale, nimechoka. Kijana kufungua mlango nikasikia kwa jina la Yesu. Unajua na sauti anatanda. Nikamwambia nini? Akaniambia dadi, jiangalilie mwenyewe. Nikifungua mlango nakuta kanyamaka anavaa. Unajua kwanza wachawi wanakuwa kwa sadaka. Sijaona mchawi anavaa vizuri. Kanyamaka anavaa kinyasa kingine kanakaa ka boxer. Na vest. Anakaa kwa mlango hivi, ameweka tumawe tutatu, alafu akawasha moto kwa kanyungu kake. Hiyo moshi unapulizia huko ndani. Kwa room niko. Nikamwangalia hivi, nikaona kwanza huyu ni kama ajue Kiingereza. Sijui nitaongelesha una nini. Kama who are you? Akafanya. Nikasema wa? Nikitaka tena ongea. Nikamwona ananiambia usiniongeleshe. Nikafungua mlango nikaishika hivi nikasema let me show you who I am basi, because you don't tell me who you are. I will count 1 to 5. Nikifika 5, if you don't die, I die. 1 2 3. Jamani nyangua kanyungu. Jamani nyangua kanyungu alitoa sauti. Kimbia hivi, nikafuata kumfuata, kimbia huko. Nikashuka chini nikaenda nikauliza kwa reception. Huyu mtu anafanya ujinga huko juu ni nani? Mtu reception ananiambia, fanya hivi, chukua pesa zako. Tumekurudishia pesa zako, tafuta hoteli nyingine. Kama mimi sitafuti hoteli nyingine, mtaniambia wewe ni nani? Hapana, nenda tu. Manager anakuja anakimbia, manager ananiambia, sorry sir, we can even pay you. Kama tumekukosea, tunaweza kukuongezea nyingine pesa, uende tu. Kama manager mimi, salama nataka kusema twende, tukamwambia bwana, nitajua. Ndio yule dada anasema, huyu ni mganga tulitoa Nigeria.
Manager ameleta mganga wake kutoka Nigeria ambaye anamuletea customers, lakini leo inaonekana ameleta wrong one. Naambia amjaona wrong one. Huyo mganga kazi yake asitafanikiwa tena. Kamwambia salama, chukua pesa twende. Manager was shaking. Anajiuliza, huyu kazi yake ni ku attract customers. Hii ni customer gani ametuletea? Why? Because it was now a competition, or it was not a contest between two powers. Natangaza baada ya ibada ya leo, kila nguvu zilizokuwa zinafanya kazi kwa maisha yako, neno yako itakupatia ushindi. Nasema neno ya kinywa chako itakupatia ushindi. Kila kitu ambacho ilikuwa confused kwa maisha yako, utakapoongea leo itakuwa nyooka. Nasema itanyooka kwa jina la Yesu. Chochote kile ambacho shetani alikuwa amejua anatumia kwa maisha yako, baada ya ibada ya leo, ulimi wako itaibadilisha. Nasema ulimi wako itaibadilisha. Inua mkono wako useme, mimi ni mshindi na zaidi ya washindi. Kutoka leo nitatumia ulimi wangu kwa nguvu na uwezo. Patia Bwana makofi mazuri. Mfalme aliyekuwa mfalme mbaya Israeli mzima anaitwa Ahabu. Ahabu hangeliwahi kuwezekana na mtu yeyote, lakini siku moja Biblia inasema wanabii, false prophet, wakaja kwake, manabii wa uongo, wakamtabiria uongo, ikamfanya aende kwa vita kauawa. Inamaanisha nini? Maneno, ukiambiwa maneno uyasadiki na sio ya ukweli, inakuua. Ahabu alikufa juu alidanganywa na manabii. Hiyo utapata kwa 1 Kings 22. Mtu anaitwa Balaam, sema Balaam. Na hapo ndio nataka kukuombea sasa leo. Uko tayari tuombe pamoja? Mtu anaitwa Balaam alilipwa pesa nyingi na kwenda kutolewa mahali mbali, ili kwamba aje tu afanye nini? Alaani Israeli. Nguvu ya maneno. Balaki akamwambia Balama, nitakupa chochote unachokihitaji, bora tu utumie ulimi wako kulaani Israeli. Baada ya vita ya Germany na France, wakibomoa hizo kingdoms na empires, wakashika mtoto mmoja wa nyumba ya kifalme, na huyo mtoto walipomshika wakampeleka wakamweka kwa nyumba ya wizard, ili kwamba alelewe hapo. Akakaa hapo kwa muda wa miaka nyingi, na huyo mtoto aliketishwa tu hapo akifunzwa how to curse, because they knew when the war will come back, na wale wafalme wa hiyo nchi nyingine wakija kutupiganisha, the only way we can conquer them, we have a son from their bloodline who has now power to curse them. He can curse them and his words will have effect in their lives. So wakamtrain huyo mtoto, na baada ya kumtrain, siku yao ya kwanza ya vita ya kwenda kumpima, walipomsimamisha hivi, huyo mtoto anasimama mbele ya watu, wakamwambia, tangaza ya kwamba wetu watashinda na wale wa huko watashindwa, laani wale watu. Akawaangalia akawaambia, you are wrong. I was not just born in a kingship family. I was the true king, and in our bloodline we don't curse. We don't curse, so I cannot. They said, we will kill you. He said, death is part of what we were meant for, but we don't curse. We use our words carefully, even if it costs our lives, because our lives are not important than our words. Oh! Germany army realized that what makes somebody to speak is what flows in you. If you have the blood of a king, you speak like a king. Usiku wa leo, naomba Mungu akupatie neema ya kujielewa wewe una utawala gani ndani yako, ili kwamba kila kinywa utasema kwa kinywa chako ujue kinabeba nguvu gani. Balama alilipwa ili kwamba laani, lakini hangeweza kulaani kwa sababu Mungu
alikuwa amepatia Israeli neno kubwa kuliko neno ya Balaamu. Usiku wa leo natangaza kila ambaye amepewa assignment ya kukiri mabaya juu yako, baada ya usiku wa leo, moto ya Mungu iwake juu yao. Nasema moto ya Mungu iwake juu yao. Wakristo wengi wamekosa miujiza ni kwa sababu wanacheza na maneno ambayo yanatangazwa kwa madhabahu. Wanayachukua kilejaleza. Leo Pastor Action alinifurahisha. I'm not here to make you happy. I'm here to transform your life. Miaka kidogo imepita, ndugu mmoja wakafanya njama kinyume changu. Wakaenda wakafanya recording kwa simu. Alafu wakapelekea mtu mwingine ambaye tulikuwa tukizoeana na yeye. Wakamwambia, sikiza, Action ameongea hivi na hivi na hivi. Huyo mtu akaniita akaniambia, Action, nilikuamini sana. Kwa nini unaweza kuongea hivi? Niliposikiza hiyo recording, kwa kweli kuna watu wanaweza kuiga sauti yako. Hata hizi nilikuwa nasemea nganga, sijui kama ni ukweli hizi. Sauti ilikuwa ni yangu kabisa. Nikasikiza hiyo sauti. Inakaa yangu lakini sio mimi, kwa sababu sijawahi sema hii. Na nikajua hii wenye wameifanya hawana uwezo ya kutumia kompyuta kugeuza sauti ya mtu. Basi ni mtu fulani ametumiwa kufanya hii. Nikaita yule ndugu nikamwambia, basi ninajua umekasirika. Akaniambia, pana. Action, I trusted you with my life. Now it is over. Ndio ngoja. Ompole. It is over. Sawa. Okay. I take only 12 hours between now na wakati mtanitafuta, kwa sababu mwenye alitumia sauti yangu mmoja kwa hii dunia ataishi. If you felt you want to be Action, I will die after 12 hours and you remain Action. But if you are not the true Action, I will survive, you will die after 12 hours. Akaniangalia katika kanambia, Action, sikujisikia, anambia 12 hours. After 7 hours wananipigia wananiambia, please Action, acha uchawi. Nikamwambia, nini? Huyu ndugu anakufa na unamuuia nini? Analia tumbo, anasema ni yeye, ana confess hapa ni yeye alirekodi sauti yako. Nikamwambia, awakonfesie nyinyi kuna bakia 4 hours ama 5. Anaenda. Wewe rafiki yangu akaniita akaniambia, please tufanye hivi. It is not over. Tuendelee na urafiki lakini usiue mtu. Kama mimi siue mtu, one Action will remain on earth. Akaniambia, sasa hapo inaenda mbali. Am I talking to somebody? You joke with words and you joke with people. People are a result of what they carry on their tongue. I am a result of my words. I am who I am because of what I say. So I don't joke with what I will say. If you hear me, say I hear. If I tell you I love you, I love you. If I don't love you, I will never tell you that. Why lie to you? After 9 hours, jamaa alikuwa analia tumbo, anaendesha mpaka anaendesha mkokoteni. Achana lori. Nikafika nikamuuliza, nikamwangalia kwa macho, nikamuuliza, utakuwa Action? Akaniambia, hapana. Kambiwe ya mwisho. Unacheza na watu wanaojua. Imeisha. Saa hizi hapa. Huyo ndio ukipooa. Kwa sababu anajua ukweli. Can I tell you something? After this service, I will activate your tongue. I say I will activate your tongue. There are things which will never joke around you again. There are things which will never appear in your life again.
which will never stand in your way. Hiyo magonjwa zingine hazina mwelekeo akieleweki. Utaanza kuziongelesha na zinakimbia. Nasema naongea nazo na zinaenda. Kama unamsema haleluya. Elia akasema muda wa miaka 3 na miezi 6 hapatakuwa na mvua kufuatana na neno langu, sio neno la Mungu, neno la Elia. Maana yake Elia alijua ya kwamba mimi ninabeba Mungu, nitakachokisema mbingu inakubali. Kutoka leo maneno ya kinywa chako irepresent mbingu kwa jina la Yesu. Kila kenye utasema kwa kinywa chako kizae matokeo kwa jina la Yesu. Kila kenye utaongea kwa kinywa chako kilete matokeo kwa jina la Yesu. Leo utakiri maisha juu ya familia yako, watu wataishi. Utakiri uweza juu ya kazi yako, kazi yako itasimama. Utakiri uweza juu ya biashara, biashara itaendelea. Utakiri maisha juu yako, magonjwa yatapona. Kwa hivyo hii mchezo ya kuamka asubuhi unaangalia watoto, unasema tu watoto, hakuna mchezo kama hiyo. Kiri mambo juu yao. Kabla hujatoka kwa kitanda, kiri mambo juu ya wewe. Jiongelee mambo wewe. Haleluya. Nasema haleluya. Na baada ya kujiongelea mambo, pia kumbuka ya kwamba usitaki kila mara kuona shetani, taka kila mara kuona Mungu pia. Ongea maneno yenye yako positive. Kama unamsikia sema amen. Hiyo mambo ya kujilaani na maneno hayaeleweki, kutoka leo utaacha kwa jina la Yesu. Ukisikia uchungu kwa mgongo unasema hivi, ninajua ya kwamba nikitembea tu hiyo uchungu itakuwa imepotea. Ninajua na hata kama kitu inakaa ni kama haielewi, nikitembea itakuwa iko sawa. Fikiria uhai, kwa sababu kinywa chako ndicho kinabeba nguvu. Hapatawahi kuwa silaha kubwa duniani inayo nguvu kama ulimi. Ulimi ndio silaha kubwa. Kutoka leo utaitumia kwa nguvu. Nasema kutoka leo utaitumia kwa nguvu. Nasema baada ya ibada ya leo utatumia ulimi kwa nguvu. Huyo ndugu alipona na akajua ya kwamba haiko kila mtu ndiye anachezewa. Kwa sababu ukicheza na wengine, wakikiri mambo yanakuwa vibaya. Wakiongea mambo yanaharibika. Natangaza kutoka leo, Mungu akupe neema. Ulimi yako izae makubwa. Ulimi yako izae maajabu. Inua mkono wako sema Bwana Yesu, fungua ulimi wangu leo. Kila neno niliyoinena nikajilaani, nikalaani maisha yangu, leo ninaivunja, ninaibadili. Kila chochote nilichosema kinyume changu, kinyume cha familia yangu, kinyume cha watoto, kinyume cha kazi, kinyume cha biashara, usiku wa leo ninabadili. Natumia ulimi wangu kujibariki. Nimebarikiwa. Mimi ni mkuu. Nitainuka. Nitafanikiwa. Hakuna chochote kitanifungia njia. Hakuna chochote kitanizuiza. Hakuna chochote kitaniua mimi. Mimi nimebarikiwa. Mimi nitaishi maisha marefu. Simama kwa miguu yako. Simama kwa miguu yako. Simama kwa miguu yako. Come to the altar. Come. We make one confession, we go. Come, we make one confession, we go. Come. Kuja tutufanye confession moja na tunaenda. Nimeambia kusema haitoshi, lakini kuzingatia hilo umesema ndio kazi. Unaposema mimi ni mzima, hata uzima utaingia. Kiri tu. Haleluya. Nasema kiri tu. Magonjwa yana masikio. Nasema magonjwa yana masikio. Umaskini una masikio. Ukosefu una masikio. Kampuni yenye itakuandika kazi ina masikio. Mwenye anafaa kuandika barua yako ya promotion ana masikio. Kwa hivyo utasema leo, na neno yako itawafikia kwa jina la Yesu. Nasema neno yako itawafikia kwa jina la Yesu. Lile utasema hapa leo litawafikia kwa jina la Yesu.
Inua mkono wako sema, Bwana Yesu, niko katika madhabahu yako. Natubu leo kwa kila neno niliyoinena kinyume na mapenzi yako. Nimegundua mapenzi yako ni kwamba nichunge ulimi wangu, niongee na hekima pia na nguvu, nisijelaani wala nisilaani watu walio karibu na mimi. Kwa uwezo ulionipa na kwa mamlaka ulionipa, najikiri leo kwamba leo ni siku yangu. Kila neno iliyonenwa juu yangu, kila mahali palipoandikwa jina langu, kwa uwezo na mamlaka niliyopewa, navunja, nateketeza, naharibu kila kazi, kila uweza, kila mamlaka iliyotumwa kinyume changu. Baada ya leo haitafanikiwa, haitafanya kazi, haitanikaribia. Mimi nimbarikiwa, mimi nimeinuliwa, mimi ni mwana wa Mungu. Kutoka leo laana zimevunjika. Kutoka leo laana juu yangu hakuna tena, imevunjika. Nimebarikiwa, nimebarikiwa. Patia Bwana makofi mazuri, patia Bwana makofi mazuri. Inua mkono wako sema, Bwana Yesu, neno lako linasema kwa kitabu cha Hesabu 23:23 ya kwamba hakuna uchawi juu ya Jacob, hakuna ushirikina juu ya Israeli. Natangaza hakuna uchawi juu yangu, hakuna ushirikina juu ya familia yangu. Kutoka leo hakuna chochote kitafanikiwa kinyume cha mapenzi ya Mungu. Kutoka leo ndoto yangu haitakufa, ndoto yangu haitaibwa, ndoto yangu haitakanyagwa. Kutoka leo mimi ni mbarikiwa, mimi ni mwana wa Mungu. Uweza ninao, mamlaka ninayo. Kutoka leo magonjwa hayatanisumbua tena. Kutoka leo umasikini hautanisumbua tena. Kutoka leo disappointment zimevunjika. Kutoka leo disappointment zimevunjika. Kutoka leo rejection imeondoka. Kutoka leo nitakubaliwa, 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 nitakubaliwa kazini, familia, kwa biashara, kanisani, kwa huduma, kila mahali nitakubaliwa. Asante Yesu. Inua mikono yako sasa. Baba, kila aliyesema hawa watakufa natangaza wataishi. Kila aliyesema hawa hawatafanikiwa natangaza watafanikiwa zaidi. Kila aliyesema hawatawahi kuona pesa kwa maisha yao natangaza wataona pesa. Kila aliyesema hawa hawataenda mbali natangaza wataenda mbali. Kila aliyesema ya kwamba hapa ndio mwisho wako natangaza hii ni mwanzo. Kila aliyesema ya kwamba uzao wako hautakuwa na jina natangaza jina juu ya uzao wako. Kila aliyesema ya kwamba mwaka huu ndio mwisho natangaza mwaka huu ni mwanzo. Na kutangazia kutoka siku ya leo, watoto wa tumbo yako watabarikiwa, kazi ya mikono yako itabarikiwa, kazi ya akili yako itabarikiwa. Natangaza kutoka leo uhai ni wako. Hutakuwa mgonjwa tena, hutakuwa na shida tena. Kila aliyetangaza utasikia habari mbaya, natangaza utasikia habari nzuri. Kila aliyesema ya kwamba hautapata visa, natangaza utapata visa. Kila aliyesema ya kwamba hutaenda nje ya Kenya, natangaza pasipoti yako itajaa visa. Kila aliyesema ya kwamba hautapata kazi, natangaza baada ya mwezi huu upate kazi. Nakubariki, nabariki mikono iliyoinuka. Nakiri baraka juu yako, nakiri baraka juu yako. Kila mwenye anajaribu kujifotokopi kujifanya wewe, namtangazia hana neema, kwa sababu nguvu za Mungu zinakuja juu yako.
Kila aliyetaka kuketia gari yako na achilia gari yako sasa. Kila aliyetaka kuketia shamba yako na achilia shamba yako sasa. Kila aliyetaka kuketia nyumba yako na achilia nyumba yako sasa. Kila aliyekataa kuachilia pesa yako na akili pesa yako sasa. Natangaza baada ya hii ibada kutakuwa na mabadiliko makubwa, kwa sababu hutakilaani tena, lakini